Ni asubuhi tulivu katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Jua la asubuhi linachomoza taratibu likimulika jengo moja linalobeba matumaini ya mamilioni ya Watanzania katika utabibu unaotokana na sayansi ya kitafiti. Hapa ni sayansi ambayo haikai kwenye vitabu. Inaishi, inapumua na kubadilisha maisha ya binadamu kwa namna tofauti. Kilimanjaro Clinical Research Institute, yani KCRI, ni nyumba moja katikati ya utafiti. Na leo tunaangazia umuhimu wa tafiti katika kujibu changamoto za maradhi mbalimbali yanayotatiza Tanzania na kwingineko ulimwenguni. Bila shaka utakuwa na wasaa mzuri wa kujifunza mengi. Mimi ni Enos Masanja, mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Baki nami kwa takriban dakika 30 hivi ili upate fursa ya kuyajua usiyoyajua. KCRI ni kituo cha utafiti wa afya kilichopo ndani ya hospitali ya rufaa ya KCMC iliyoko Moshi mkoani Kilimanjaro. Kwa miaka mingi kimekuwa kitovu cha tafiti bunifu zinazolenga magonjwa yanayoathiri jamii za Tanzania na duniani kwa ujumla. Wataalamu wabobevu katika tiba na sayansi ya dawa zenye kutibu maradhi wamekuwa katika wajibu wao muhimu wa kubaini changamoto zinazoikabili jamii, kisha kutenga muda wao usiku na mchana wakitafuta majawabu yenye tija. Na hapa namaanisha tiba sahihi na sanifu kwa magonjwa mbalimbali yanayotishia ustawi wa jamii. Profesa Blandina Mbaga ndiye mkurugenzi wa kituo hiki cha utafiti, naye anatutanabaishia hatua kadhaa zinazoendelea kuchukuliwa na kituo hicho katika kukabili magonjwa kwa njia ya utafiti. Tumekuwa tukifanya tafiti za aina mbalimbali zikiwemo tafiti za magonjwa yanayoambukiza, lakini pia magonjwa yasiyoambukiza. Na katika magonjwa yanayoambukiza tafiti zetu nyingi zimejikuta katika maradhi ya VVU kwa kuangalia dawa mbalimbali za kufubaza virusi vya VVU kwa wagonjwa, lakini pia dawa mbalimbali kwa ajili ya kinga ya virusi vya VVU, na vile vile kifua kikuu TB, kwa kuangalia pia dawa aina mbalimbali za kuweza kutibu TB ikiwemo TB sugu, na pia dawa za kuweza kukinga katika wagonjwa aina mbalimbali wakiwemo wagonjwa wa sukari, kuangalia kwamba dawa kwa ajili ya kinga, lakini pia wagonjwa wa VVU kinga kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya kifua kikuu. Tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika hapa katika kituo cha utafiti cha KCRI kilichopo mkoani Kilimanjaro zinalenga magonjwa kadhaa ikiwemo kifua kikuu. Kwa kwenye tafiti za kifua kikuu mara nyingi tunatafuta dawa mbadala kwenye matibabu ambayo itasaidia kwenye kufupisha muda wa matibabu, labda kutoka miezi 6 mpaka miezi 4, tukishirikiana na taasisi nyingine duniani. Hapo tumefanya kazi na TB Alliance, Panacea Consortium pamoja na Unite for TB. Na kwenye HIV tunaangalia matumizi ya GeneXpert kwa ajili ya kupima viral load. Hii imefanyika tafiti katika mkoa wa Kilimanjaro kupitia facility nyingine. Lengo kubwa ni kuangalia muda wa kuweza kurudisha majibu kwa mgonjwa, kwa sababu tayari tuna mashine za GeneXpert ambazo zinaweza kutumika kwenye kusaidia ili gurudumu la kupambana na usugu wa dawa kwenye matibabu ya HIV. Njia nyingine tafiti nyingine tunazozifanya ni ugunduzi wa njia mbadala kwa ajili ya TB, kwa ajili ya kupima kifua kikuu. Kwa sababu tuna wagonjwa ambao wana HIV, kwa hiyo kutoa makohozi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunaangalia sample nyingine ambayo haina madhara, haina non-invasive procedures ambazo tutatumia kwenye kupata sampuli itakayotumika kwenye matibabu. Mfano damu, uangaliaji wa mkojo na njia mbadala kama hizo hapo. Lakini vile vile kwenye hii idara ya bioanalysis tunatafuta alternative samples. Tunatafuta njia mbadala ya kupima, kwa sababu kumtoa mtu damu zaidi ya mara 6 ili kupima tu the 24 hours pharmacokinetics tunaona kwamba ni invasive. Kwa hiyo tunaangalia sampuli kama mate ambayo ni rahisi kupatikana na hahitaji mtu kupitia, kuangalia mkojo, kuangalia pia kwa kutumia dry blood spot ambazo ni njia rahisi na haimuumizi mgonjwa. Hizo ndio tafiti ambazo tunazifanya kwenye idara hii hapa. Lakini vile vile tunaangalia kama tunaweza tukapata fandi kwa ajili ya kupima kwenye nywele, kwa sababu kwenye nywele dawa inakaa muda mrefu tofauti na itakavyokuwa. Kwa hiyo tunaangalia, hizo ni area ambazo
tumespecialize kama KCRI. Utafiti mwingine unaoendelea katika kituo hiki ni kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Na vile vile tuna clinical trials ambazo zinahusiana na HIV. Tunaangalia safety, tunaangalia usalama na vile vile muda wa matibabu kwa wagonjwa, especially kwa watoto ambao wametoka kwa wamama ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hizo ni mojawapo ya trials ambazo tunazifanya kama KCRI tukishirikiana na wadau wengine ulimwenguni. Tunaweza tukasema kwamba kwa njia moja au nyingine tumechangia kwenye policy changes. Mojawapo ya trial ambazo tuko very proud ni Remox. Remox TB ilifanyika huku na taasisi nyingine Tanzania, ambapo tunaona moxifloxacin ni dawa mojawapo ambayo iko kwenye matibabu sasa hivi, kwenye miongozo ya matibabu kama kwenye MDR, vile vile kwenye drug susceptible, na vile vile tumetoa safety data kwamba hizi dawa zina madhara kiasi gani labda kwenye ini, kwenye figo, na vile vile kwenye kupunguza maambukizi kati ya mama na mtoto. Hiyo ni mojawapo ya area ambayo tunaweza tukasema kama taasisi tumecontribute. Kwa kuroll out, kuonyesha umuhimu wa GeneXpert kwenye kupima viral load, hii inaweza ikawa ni mojawapo ya evidence ya kuonyesha kwamba hizi mashine zikitumika vizuri na wataalamu wetu wakifundishwa itasaidia kwenye kuguide matibabu ya hayo hapo. Ili kufanya utafiti, maendeleo ya teknolojia yamekuwa yakihusianishwa moja kwa moja na namna ambavyo wataalamu au wanasayansi wanavyoweza kufanya tafiti zao kukidhi matarajio ya jamii iliyopo hivi leo. Okay, kama nilivyoelezea mwanzoni, tuna idara ya high containment facility ambapo ndo tunafanyia manipulation au mchakato wa vimelea hatarishi kama anthrax, vijidudu vya kifua kikuu. Hapa ndo BSL-3. Kama hizi ni mashine zinazotumika kwenye kufanya TB, ukuzaji wa vimelea vya TB, na vile vile nadhani hizi ni incubators tunao kwa incubate hivyo vimelea vya kifua kikuu. Tuna hizi mashine mbili ambazo zinatumika kwenye kupima kwenye ugunduzi wa kifua kikuu. Hizi ni mashine mbili ambazo hata Tanzania nzima kumekuwa na rollout ya mashine za GeneXpert kwa ajili ya kupima au kwenye ugunduzi wa kifua kikuu. Hapo tutajua kama mgonjwa ana kifua kikuu, na vile vile tutajua usugu kwenye dawa kuu ya matibabu ambayo ni rifampicin. So you know that if the patient is MTB positive, na also if is resistant or susceptible kwa kutumia hiyo mashine. Hii mashine inatumia sampuli kama sputum, unaweza pia kutumia stool sample kwa ajili ya kupima kugundua hivyo vitu viwili, kama ni ana TB, ana vimelea vya TB na usugu wa dawa. Na vile vile kama uchafu wote tunaotoa lazima upitie hapa, uwe sterilized ili kulinda jamii yetu pia na mazingira yanayozunguka. Kwa hiyo anything that is being generated within the BSL-3 is being autoclaved or sterilized before it goes out for the incineration. Ili eneo ni mojawapo ya maabara ambayo imekuwa certified na African CDC kama maabara ambayo inaweza ikahandle vimelea hatarishi vya outbreak kwenye manipulation pamoja na diagnosis. Hii maabara ndio maabara pekee Tanzania. Kwa hiyo kwenye maabara yetu sisi tuna vipimo mbalimbali, vipimo vya biochemistry pamoja na vipimo vya hematology, ambapo ni vipimo ambavyo vinacheki jinsi gani dawa inamwathiri mgonjwa. Kwa hiyo mgonjwa ambaye ataingia kwenye hizi tafiti mbalimbali atapewa dawa ambazo ziko kwenye majaribio, na kama hata kizi vigezo vya kuingia kwenye hizo tafiti atakuwa anapewa dawa ambazo ziko kwenye kitu tunaita standard of care, ambao ni mpango wa serikali kuhakikisha magonjwa haya yanatibika na kuwa controlled. Tuna mashine ya biochemistry. Hii inaangalia vipimo mbalimbali vya organ za mwili ambazo zinafanya kazi. Kwa mfano jinsi gani figo inafanya kazi au jinsi gani maini yanafanya kazi. Mgonjwa anapokuwa kwenye matibabu anapewa dawa. Zile dawa pamoja na kumtibu kuondoa vile vimelea vya maradhi, vile vile vinamwathiri kwa upande mwingine organ zake, ili kuhakikisha kwamba mgonjwa haathiriwi
na anakuwa katika upande ambao ni salama, tunampima vipimo mbalimbali vya kwenye damu kuonyesha kwamba zile dawa hazimsababishi madhara yoyote wakati yuko kwenye matibabu. Saratani ni miongoni mwa magonjwa yanayoendelea kuikumba dunia kwa kasi. Saratani ya matiti hasa imekuwa changamoto kubwa kwa afya ya umma. Kwa muda mrefu jamii imeamini kuwa saratani ya matiti ni ya wanawake pekee, lakini tafiti mbalimbali zinaonyesha ukweli tofauti. Najua wengi watu tunajua kwamba saratani ya maziwa ni ya wanawake tu. Lakini tumeweza pia kugundua kidogo kuna baadhi ya wanafunzi wetu wamefuatilia hapo. Walau tumekusanya kesi mbalimbali, tunatamani kuzihoji zaidi kuweza kujua walianza kutambua lini au vipi. Tumepata wanaume ambao pia wanakuja wakiwa katika hatua mbaya ya ziwa limekusha kabisa. Kwa sababu wanapopata uvimbe hawawezi kuanza saratani, na wengi wanaogopa kuonyesha mapema kwa sababu wanajua ugonjwa ni wa wanawake. Kwa hiyo akiambiwa labda ni saratani itakuwaje. Lakini wamekuja wanapata matibabu, wapo wanaendelea vizuri. Na kwa hiyo cha muhimu tu ni kwamba hata wanaume wanapohisi kwamba wana uvimbe usio stahili katika maeneo ya maziwa, kitu ambacho hakikuwepo toka zamani, basi ni vema wakiona daktari wakaweza kujihakikishia kwamba sio dalili za saratani. Tuna kazi kidogo kama watafiti, tunatamani tuendelee kufuatilia na kuangalia hawa wanaume wachache ambao tumekuta kwamba wana saratani kama 1% tu tuseme ya watu wote wenye saratani ya maziwa, sababishi ni ni kwa sababu labda katika mstari wa familia labda kuna watu ambao wamekuwa wana hiyo saratani kiasi kwamba wakarithi labda zile jinsi za saratani au mazingira au kitu gani, hatuwezi kusema chochote, lakini tunatamani tuendelee kulifanyia utafiti ile eneo na kuweza kujua labda ni viashiria vipi ambavyo vinaweza kusema, kwa sababu asilimia yenyewe ni ndogo sana, sio ya kutoa alert yote kwa jamii, lakini ni ile tu kutambua kwamba ikitokea mtu ana changamoto basi asiache kuripoti kwa ajili ya kupata matibabu. Uchunguzi wa mapema wa magonjwa ni silaha kubwa katika mapambano dhidi ya saratani. Saratani ni nini? Saratani ni ugonjwa ambao kuna aina zaidi ya 200 ya saratani. Ugonjwa huu unagusa haswa sehemu mbili maalum ya mwili. Inaweza ni kuwa ni saratani ya damu, lakini inaweza pia ni kuwa saratani ambayo inatoa uvimbe sehemu yoyote mwilini. Na saratani inavyoanza ni kwamba inaanza ni kama kiuvimbe. Kiuvimbe hicho kinatokana na seli za mwili ambazo za kawaida zinabadilika mwenendo wa ukuaji na zinakuwa bila mpangilio. Kwa namna hiyo kawaida ni pia ni saratani na tabia ya kwamba inakuwa ni bila mpangilio, lakini pia inaweza ni kushambulia. Inaweza kushambulia ni sehemu za karibu, kisha ni baada ya kushambulia sehemu za karibu inaweza pia ni tabia nyingine kusambaa sehemu nyingine mwilini. Inaweza ni kusambaa kama ni saratani ya ziwa, inaweza kwenda kwenye mapafu, inaweza kwenda kwenye ini, hata kwenye mifupa. Zipo sababu nyingi ambazo tunaweza tukasema zinapelekea saratani kuendelea kuwepo au kuendelea kukua. Nikirudi kwenye mitindo ya maisha, kwa kweli tunaweza tukasema ni mojawapo ya tunaziita ni zile viashiria vinavyoweza kumsogeza mtu kwenye kupata saratani. Kwa mfano, tukija kwenye matumizi ya vilevi, matumizi ya pombe kali, matumizi ya tobako, hizi sigara, matumizi ya vyakula hivi ambavyo wazungu wanasema junk food, vyakula hivi ambavyo tunavila kwa maana ya kwamba vinapatikana kwa urahisi, vitu kama hizi chipsi, matumizi ya mafuta mengi, matumizi ya sukari nyingi kwenye vyakula, ambapo unakuta tukija kurudi nyuma tunaona ongezeko la watu wenye uzito mkubwa au unene. Ni janga jingine ambalo linakuwa, na yote hayo yanampelekea mtu au yanamsogeza mtu kwenye hatari ya kupata maradhi haya ya saratani. Na zipo sababu nyingine za kibiolojia, kwa mfano kwenye upande wa wanawake kupata hedhi katika umri mdogo, kwa maana ya kwamba vijana wetu wanapoanza hedhi kwenye umri miaka 8, 9, 10 anapata hedhi, hiyo nayo inamuongezea mtu kupata au kumsogeza mtu katika hali ya kuja kupata saratani. Nyingine ni kukoma hedhi baada ya umri mkubwa, kupata mtoto wa kwanza kwenye umri mkubwa, kwa maana ya kwamba baada ya miaka 30. Hizo ni sababu ambazo zinasogeza au zinamsogeza mtu kwenye hali ya kupata saratani.
Moja ya mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika kituo hiki ni pamoja na tafiti za saratani ya utumbo mpana. Asilimia kama 30 ya saratani ya utumbo mpana inatokea kwenye hiyo eneo la sehemu mwisho wa colon, mwisho wa utumbo mpana na njia ya haja kubwa. Tafiti nyingi zinazoendelea sasa hivi kuhusu saratani ya utumbo mpana wanasema kuna ongezeko kubwa la watu ambao wako chini ya miaka 50 kupata shida hii. Sasa imekuwa tukijiuliza ni kwa nini. Sasa sisi tuna project ambayo tunafanya hapa itakayosaidia, haitajibu moja kwa moja, lakini itasaidia kutupeleka hatua fulani ya kutaka kujua, ya kuweza kujua ni kuna shida gani katika watu wetu au katika mazingira yetu, ili iweze kusaidia katika kuzuia, lakini pia namna ya kutibu. Mabadiliko ya mfumo wa ulaji yameongeza hatari ya saratani ya utumbo mpana. Kwa kutambua hilo, KCRI imekuwa ikiendesha tafiti mbalimbali zinazoonyesha changamoto, ukubwa wake na namna ya kuikabili kwa kutumia mbinu za kisayansi. Kuna makundi tofauti tofauti. Ukiangalia jinsi ile framework ilivyo ni kwamba kuna makundi ambayo yako hatarini kupata hiyo saratani. Na hii kuna watu ambao wana vinasaba vinavyowasababisha wawe na uwezekano mkubwa wa kupata hiyo saratani. Lakini pia asilimia 70 ya hii saratani inatokea tu watu kutokuwa na predisposition. Aidha kwamba ni labda wana historia ya familia yao au wana hivyo vinasaba ambavyo vinawasababisha wawe katika hatari ya kupata saratani zaidi. Kwa hiyo kuna makundi hayo ambayo yanaweza kutofautisha wale wanaopata bila kuwa na vinasaba na pia wengine wanaopata bila na wanaopata kwa sababu ya vinasaba, ambao ni asilimia kama 30 ya saratani ya watu wote wanaopata hiyo saratani. Yes, inatibika kwa hatua ya mwanzo. Kama ziko kwenye stage za mwanzo zinatibika vizuri, na tunaita ile uwezekano wa mtu kuishi miaka 5 ni kama zaidi ya 90%. Kwa hiyo inatibika vizuri tu, na kuna njia tofauti tofauti za kutibu, na ukifikiria I think kwa habari ya ukishazungumza saratani, upasuaji unakuwa ni kama mlango wa kwanza au ni hatua ambayo ni ya muhimu sana katika kutibu. Sasa kuna hatua tofauti tofauti ambazo zinaweza ikatokea kwamba labda ugonjwa umeendelea sana, tukahitaji kuanza kutoa dawa kwanza kabla tujatibu, au tukahitaji kukupa mionzi saratani inayohusisha njia ya haja kubwa kabla tujaenda hatua ya upasuaji. Lakini saratani inatibika kwa modality ambazo nimezisema. KCRI haifanyi tafiti kwa maabara pekee, bali pia inafanya kazi na jamii. Katika eneo hili la afya ya akili tumefanya muda mrefu sana kwenye eneo la vijana kwa ujumla, hasa kwenye eneo la VVU. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya tunasema intervention au njia mbalimbali za kuweza kupunguza madhara ya afya ya akili na kuweza kuwafanya washifungamane sawa sawa na kutumia dawa za VVU, lakini pia kuweza kuwasaidia wao na matokeo mazuri zaidi katika utumiaji wa dawa, na pia kuwawezesha kuwa na uwazi kutokana na hali yao ili kuweza kushirikisha walioko karibu nao. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya mradi mmoja tunaita Sauti ya Vijana au Voice of Youth, ambao kwa kipindi cha miaka kama 10 sasa, miradi miwili mikubwa tofauti imefanya kazi kubwa sana ya kuwa na vijana kama walimu wa wenzao na kuwafundisha kupitia hatua mbalimbali. Tuna hatua kama 10, ikiwepo hatua ya kuwafanya waweze kutambua kwamba wana changamoto, kwanza kuwatambua walio na changamoto, kuwashirikisha katika intervention hiyo, na kuwafanya pia waweze kutafuta kwamba wanatakiwa kuishi mtazamo chanya wa maisha yao. Na kuna vipindi mbalimbali wanapitia hapo katika mafunzo hayo, ikiwepo kuwafanya kukumbuka mara ya kwanza walipotambua kwamba walijisikiaje, na sasa wanatakiwa wasahau ile, waangalie mbele
kwamba kuna maisha baada ya kutambua, na ikiwepo kutumia dawa, ikiwepo kuwa na mtu wa karibu wa kumshirikisha changamoto walizonazo, kuwa wawazi na wasijifungie wenyewe, kuweza kumfanya mtu akapata msongo wa mawazo akachukua hatua zingine, na hasa mawazo ya kufikiria kujiua, kujimaliza. Shughuli ambazo tunazifanya kwenye mradi wa Sauti ya Vijana ni kutoa elimu kuhusu afya ya akili pamoja na VVU. Maeneo ambayo tunayalenga ni Tanzania ambapo tuna mikoa minne. Tumeweza kuscale. Hapo awali tulianza na Kilimanjaro, tulikuwa na kliniki 2, Mawenzi na KSMC, lakini tulifanikiwa kuscale zaidi na tukaenda mkoa wa Morogoro, Ifakara, tukaenda Mbeya, Beila, tukaenda Mwanza, Beila. Tunafanya kazi kwa ushirikiano na vituo hivyo na tunatoa mafunzo kwa mfumo wa vipindi tofauti tofauti. Tuna kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha 10. Na vipindi hivyo tunajumuisha kuwatembelea nyumbani, lakini pia tunajumuisha walezi kwenye kipindi cha kwanza na cha 6, lakini pia tunawapa vijana fursa ya kuweza kukutana na kiongozi wa kundi individual mmoja na kuweza kujadili mambo yao binafsi, lakini pia kuweza kuzungumzia pale ambapo wametambua kwamba wanaishi na VVU. Lakini pia mkutano wa pili wa mmoja ni vijana tunatamani tusikie kutoka kwao baada ya kujifunza haya mafunzo, ni vitu gani wamepokea kutoka kwenye haya mafunzo. Kwa hiyo vijana wanaongea namna gani wanaweza kupata misaada kwa watu wao muhimu, lakini vijana wanaweza kutatua changamoto za afya ya akili kwa kutumia mafunzo ambayo wameyapokea. Ukiangalia kwenye haya majaribio tunayofanya, dhumuni majaribio yote ya kitabibu tunazofanya ni kwa ajili ya kupata ushahidi wa data za sayansi unaojitosheleza ili kuweza kubadilisha mfumo ama kubadilisha miongozo ya tabibu ambazo tunatumia nchini. Kwa kutumia ushahidi hii ndio itaeleza kwamba mgonjwa huyu au anapewa dawa hii, mgonjwa huyu asipewe dawa hii, ama atakipewa anapewa dozi fulani. Yote hii ni kwa sababu za utafiti tunazofanya. Kwa hiyo ukiangalia huu utafiti ambao tunafanya hapa kwenye idara yetu wa kuwasaidia wagonjwa wenye sukari, kuwapa tiba kinga ili asipate kifua kikuu. Mwisho wa siku tunategemea utafiti huu itatupa ushahidi wa data, ushahidi wa kuangalia dawa zilivyofanya kazi, kuangalia jinsi gani dawa inaweza kumsaidia mtu mwenye kisukari asipate kifua kikuu. Kwa kutumia ushahidi hiyo tunategemea ndio inaweza kwenda kuingia kwenye miongozo yetu ya kitabibu, iseme kwamba mgonjwa wa sukari kama ana sukari ya kipindi cha muda fulani, au kama ni mtu wa sukari wa umri fulani, au anapewa dozi hii ili msaidie asipate kifua kikuu. Kwa vyote hivi ni kutoa ushahidi wa data ambazo zinaweza zikaingia kwenye tabibu zetu baadaye. Tafiti hizi zimekuwa sehemu muhimu ya kuleta na kuyafufua matumaini yaliyopotea. Lakini ili ufanye utafiti sharti upitie hatua kadhaa zenye kulenga kukuwezesha kutekeleza wajibu wako huo. KCRI imekuwa ikitilia mkazo umuhimu wa rasilimali fedha na watu ili kukamilisha mpango mzima. Maadili ni msingi wa kila utafiti unaofanywa KCRI, na hapa ikilenga kulinda, kuhifadhi na hatimaye kuwasilisha kwa watunga sera matokeo ya tafiti mbalimbali. Tunaongozwa na miongozo mbalimbali inayofanya hayo yote tuyafanye kwa usahihi. Kuna miongozo ambayo ni policies au sera, lakini pia tuna standard operating procedures. Yote kwa pamoja ni miongozo. Lakini hiyo miongozo ambayo inatusimamia sisi inatokana na mwongozo mama au sera mama ya taifa ya namna ya kuhifadhi data au takwimu, ambayo miongozo hiyo inazingatia usiri, inazingatia faragha, inazingatia taratibu za kiserikali ambazo zimeainishwa zinazoongoza namna ya kutunza data, namna ya kutunza takwimu, namna ya kubadilishana takwimu,
ni nani anapaswa kuziona hizi takwimu za kitafiti, kwa sababu hizi takwimu tunadili nazo ni za binadamu. Matokeo ya utafiti sharti yajibu changamoto husika. Je, ni tafiti gani hizo zilizofanyika hasa na matokeo yake yamesaidiaje kuleta mabadiliko katika mfumo wa tiba? Kwa mfano, moja ya tafiti ambazo tumezifanya na zimekuwa na faida kubwa katika Tanzania ni utafiti ambao ulipelekea kuanzishwa au kuingizwa katika mfumo rasmi wa matibabu wa ugonjwa wa Brusela, Standard Treatment Guideline. Kwa miaka mingi Brusela ilikuwepo, lakini hapakuwa na data za kutosha za kuiwezesha wizara kusema huu ugonjwa uwe na kipaumbele kiasi gani. Lakini tafiti ambazo KCRI imefanya kwa kushirikiana na wadau wengine zimewezesha ugonjwa huu wa Brusela kuanza kutambuliwa na kuwekewa utaratibu wa kimatibabu na Wizara ya Afya. Lakini pia tumekuwa tukienda kwenye jamii na kuwaelimisha juu ya magonjwa mbalimbali, jinsi yanavyoambukizwa, jinsi yanavyotibiwa. Kitu tunakiita community engagement. Kwa upande wa hospitali, kwa sababu KCRI iko ndani ya hospitali ya rufaa ya KCMC, tumekuwa tukifanya tafiti zinazowezesha utoaji wa huduma bora za matibabu kwa wagonjwa waliolazwa hospitalini. Anapotokea labda kwenye ward fulani kuna matukio ya kiafya yanayotokea au vifo visivyo na sababu fulani, tumekuwa tukifanya tafiti za kutoa maelezo kuhusu hiyo ward na hivyo kumsaidia mgonjwa moja kwa moja kupata majibu yanayotokana na tafiti tunazozifanya. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, nafikia tamati. Kumbuka, utafiti katika masuala ya tiba unaweza kusema ndio nguzo muhimu katika hatua zote za maendeleo na ustawi wa afya kwa mwanadamu. Matokeo ya tafiti hizo ndio lulu ya thamani isiyofananishwa na kitu chochote. Unachokiona hospitalini hivi leo kwa hakika ni matokeo ya tafiti thabiti ambazo zimefanyika na zikijibu matatizo fulani katika jamii. KCRI kama zilivyo taasisi nyingine za utafiti imekuwa bega kwa bega na serikali kuhakikisha afya ya jamii inaimarika. Katika mapambano dhidi ya saratani na magonjwa mengine sugu yanayofanyika hapa, Kilimanjaro Clinical Research Institute yani KCRI inaendelea kuwa taa ya matumaini, mahali ambapo sayansi hukutana na ubinadamu na ambapo maisha hupewa tena nafasi mpya kuishi. Mimi ni Enos Masanja, mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea makala haya, kwaheri kwa sasa.